Tusipochunga, wapenzi watazamaji, taifa letu la Tanzania litazikwa kwenye kaburi la sahau na Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi CCM. Yaani wanatumia maafisa wa polisi kuhangaisha wananchi, vyama vingine. Alafu utapata Samia anasema kwamba taifa letu la Tanzania lipo salama, kipindi ambapo serikali ndio inaendeleza chuki, serikali ndio inapanda chuki miongoni mwa wananchi wa Tanzania. Leo siku ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa Machi mwaka 2026, akina mama kupitia kwa chama cha Chadema walikusanyika Musoma kuadhimisha siku ya akina mama duniani hii leo. Lakini habari ambazo zinanifikia kwenye kituo chetu zinaeleza kwamba jeshi la polisi Musoma lilitumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya baraza la wanawake la chama cha Chadema Bawacha waliokusanyika kuadhimisha siku ya wanawake duniani leo tarehe 8 mwaka 2026 mwezi wa 3. Tukio hilo limetokea wakati wanachama hao walipokuwa katika kongamano la siku ya wanawake, ambapo polisi walizunguka eneo hilo la ukumbi na kuingilia kati kwa kutumia mabomu hayo. Taarifa hiyo iliyotolewa kwenye ukurasa rasmi wa chama cha Chadema imesema hatua ya polisi ilikuwa ya ghafla. Sasa wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, kulikuwepo na kosa lipi akina mama kusherehekea siku ya akina mama duniani? Je, Samia ni mzee? Samia ni baba? Au Samia ni mwanaume? Yaani mpaka siku ya akina mama, wamama wamekuja pamoja kusherehekea siku ya akina mama duniani, munatuma polisi kumiminia wananchi risasi. Alafu maandamano yakizuka katika taifa letu, mtasikia kwamba kuna watu ambao walitoa pesa kutoka Marekani wakadhamini maandamano yakazuka katika taifa letu la Tanzania, kipindi ambapo serikali yenyewe ndio inachochea wananchi kuchukia serikali. Serikali yenyewe ndio inachochea wananchi kukataa serikali, kuandamana na kupandwa na kero. Angalia hizi kanda kutoka Musoma, jinsi ambavyo akina mama walikuwa wamekusanyika, walikuwa wanaadhimisha siku ya akina mama duniani, alafu wanamwagiwa vitoza machozi. Aibu, aibu, hii ni aibu. Wananchi nao wamekusanyika, wengine wanashangaa kwa mambo yanayoendelea kwenye nchi yetu. Wamepiga mabomu mengi sana ya machozi. Wengine tena hao hapa wajaribu kutafuta katibu mkuu, kamanda moja pale, polisi wanamshikashika bega. Ni makosa kwa polisi wa kiume kumshika bega mwanamke ambaye sio wa kwake, kati jeshi la polisi linalo pia askari ambao ni wanawake. Huyo kamanda kama unavyomuona hapo anapambana nao na yeye.
Ni sawa, sasa tutafanyaje? Yani jamani, wanawakamata wamama jamani. Yani ushirikiano ndio hapo, ni mawe yanapigwa hapo. Ingekuwa Tarime hii wangeielewa. Sasa mimi naomba watu ya siku yetu muhimu, siku ambayo tulitarajia kukaa kwa pamoja, kuzungumza na kujadili ajenda yetu. Sawa? Ndio. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa, ukitoa umepata. Lakini sisi katika taifa hili tunaona swala la usawa kwetu halipo. Tuna wanawake wenzetu wengi ambao walitarajia kuja hapa Musoma, lakini mnafahamu yaliyotokea barabarani, yaliyowapata, na mpaka sasa hivi wanawake wengi wanaendelea kunyanyasika. Sawa? Ndio. Lakini pamoja na yote, niwapongeze sana mlioweza kufika eneo hili. Amina. Amina. Ukumbi wetu ambao tunakwenda kufanya tukio uko hapa nyuma hapa, lakini wale ambao mmefanikiwa kwenda, pamezingirwa na maaskari kwa sababu kuna maelekezo kwamba sisi haturuhusiwi kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Lakini kwa kuwa sisi wanawake wa Chadema tumeamua kusimama katika haki, katika kusema kweli, ninyi mkaonyesha mfano wa kufika eneo hili, na baada ya kufanya hivi bado tunaona tumezingirwa. Hakuna uhuru wa kufanya au wa kusimama katika jamii kama mwanamke wa Kitanzania. Ni aibu sana. Nimekuwekea mfululizo wa kanda, mama walivyokuwa wamekusanyika, polisi walivyoingilia na walipowapiga vitoza machozi. Chama cha Chadema wakaweza kupasua mbarika baada ya jeshi la polisi kumimina vitoza machozi au ukipenda mabomu ya kutoa machozi kwa kina mama ambao walikuwa wamekusanyika upande wa Musoma kuadhimisha siku ya kina mama duniani. Sasa Chadema wakasema kwamba jeshi la polisi Musoma linatumia mabomu kuwatawanya BAWACHA waliofika Musoma kuadhimisha siku ya wanawake duniani leo Machi 8 mwaka 2026. Ni aibu iliyoje kwamba kipindi ambapo wananchi wamejaribu kusonga mbele, licha kwamba Samia aliweza kuiba kura, utawala wa Samia unaturudisha nyuma. Nimekuwa nikiona Samia akisema kwamba wanataka kuchunguza vyanzo vilivyochochea mpaka wananchi wakaandamana mwaka uliopita. Sasa kuna kitu gani ambacho watachunguza kipindi ambapo wao wenyewe ndio wanachokonoa raia, kipindi ambapo wao wenyewe
ndio wanapandisha hasira za raia Tanzania. Hasa mfano, hebu niulize, jinsi ambavyo polisi wameweza kumimina vitoza machozi, mabomu ya kutoa machozi, jinsi ambavyo wameweza kutawanya mkutano wa kina mama ambao ulikuwa wa amani. Unafikiri kwamba raia Tanzania watafurahia? Unafikiri kwamba raia Tanzania watafurahia? Hapana. Kama ni uwezekana, hata wanaweza wakaingia barabarani kuandamana kukataa Samia. Hasa katika kanda hii nimeweza kuona serikali imeweza kutoa upuzi fulani kuhusu kukataliwa kwa mkutano huu, na kuna sababu ambazo polisi wanasema kwamba ndizo ziliweza kufanya wakatawanya huu mkutano. Namba moja, serikali inasema eti kwamba masuala ya kibali cha mkusanyiko. Polisi wanasema kwamba huu mkutano haukukuwa mkutano wa kuadhimisha siku ya wanawake, bali eti kwamba ulikuwa ni mkutano wa maandamano na mikusanyiko ya kukataa utawala wa Samia. Leo ni siku gani mpenzi mtazamaji? Siku ya kuadhimisha akina mama. Samia angekuwa na akili kamili, angeacha akina mama washerehekee siku yao, lakini kwa sababu yuko na samadi kwa kichwa chake, anafikiri kwamba palipo na watu wawili watatu, hata kama ni akina mama, wanajadili kumuondoa madarakani. Namba mbili, serikali ya Samia inasema kwamba hapakukuwepo na usalama, eti kwamba kulikuweko na hatari ya kuvurugika kwa amani na usalama katika eneo hilo la Msoma. Akina mama walikuwa wamejiunga kushiriki siku yao. Sasa ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa ni kuvuruga amani. Wakati mwingine kuhudumu kama jeshi la polisi na kuhudumu katika serikali ya Samia unajitakia laana. Serikali inasema eti kwamba mikutano ya kisiasa imeisha katika taifa letu la Tanzania, na hivyo basi kutumia mabomu ya kutoa machozi ilikuwa ni kudhibiti mikusanyiko ya kisiasa. Hawataki eti kwamba ule mkutano ulikuwa ni wa kisiasa, na ndio maana eti kwamba walikuwa wamevaa sare za chama cha Chadema. Kuna mwenye alikataa chama cha wauaji CCM wasivalie sare zao za njano waende kusherehekea siku ya kina mama duniani. Kuna mwenye aliwakataza. Eti sasa wanasema kwamba ule mkutano ulikuwa ni wa kisiasa, wanautafsiri kwamba ule mkutano ulikuwa ni wa kisiasa, atakana kwamba ilikuwa ni sherehe ya kina mama, sherehe ya wanawake duniani. Mamlaka imesema kwamba ile sherehe ilikuwa ni ya chama, na hivyo basi siasa ziliisha, wasubiri mpaka mwaka 2030 kulingana na Samia, ndivyo anasema, na ndio maana waliamua kuwatawanya. Lakini kusema ukweli, katiba yetu inaruhusu kila mtu kufanya jambo lake, bora utovu wa usalama usikuwepo. Lakini kulingana na jinsi ambavyo polisi Tanzania wanatumika na kulingana na jinsi ambavyo Samia anataka kututawala kiudikteta, huyu mama, ndio maana wananchi wanamchukia. Unaweza ukamshauri lipi mama Samia? Huyu ni mama kweli au ni jambazi? Kwa sababu ingekuwa ni akina baba, basi tunaweza tukasema kwamba serikali ilikuwa imeogopa akina baba wanaweza wakaandamana. Sasa mpaka akina mama hawana silaha,
Silaha ambayo walikuwa nayo tu ni kukusanyika, ndio inafanya wanawatawanya. Unaweza ukashauri lipi Samia?